Hello, it is me again, kaka wa madhabahuni, wengine wanapenda kuniita Apostle Alex. Basi siku ya leo tunaenda kuangalia mlango namba 2 wa kupokea na kutoa. Sasa mlango namba 2 huu ni mlango ambao asilimia kubwa sana umewainua wanawake wengi, na wao wanawake walioinuka kupitia huu mlango wamefanikiwa na wamekuwa wakimwona Mungu. Lakini pia ndio mlango pekee ambao umeangusha wanawake wengi sana. Pia huu mlango umefanya ndoa nyingi zipate kuvunjika, ndoa nyingi zipate kuishia mwisho hapo hapo. Lakini ndio mlango pekee ambao umefanya ndoa nyingi ziimarike na ndoa nyingi kuwa bora sana. Na huu ndio mlango pekee ambao umefanya watu watamani kutoka kwenye ndoa walizonazo, watamani kukimbia, lakini wanaishi kwenye ndoa si kana kwamba wanapenda kukaa katika hizo ndoa, lakini machozi yamekuwa yakiwatoka juu ya hizo ndoa. Wanakaa kwenye ndoa kwa sababu ya watoto. Mlango namba 2 unaitwa masikio. Sasa tunapozungumza sikio asilimia kubwa ni mlango ambao unatumika kwa mwanamke bali si mwanaume. Ni wanaume wachache sana ambao mlango huu hufanya kazi kwao, lakini mlango huu asilimia 99 unatumika kwa wanawake. Kama ilivyo desturi ya mwanamke yoyote yule katika dunia hii, hupenda kusikia maneno mazuri, hupenda kusikia vitu vizuri akiambiwa, hupenda kuambiwa maneno matamu ili mradi afurahi. Na kama tamaa ya mwanamke ipo katika mlango wa kusikia, basi elewa pia tamaa ya mwanamke anapenda sana kusikilizwa, kwa sababu tamaa yao ipo katika kusikia. Basi hata hivyo wanapenda sana kusikilizwa. Sasa mwanamke yoyote ambaye hasikilizwi katika hii dunia, huyu ni mwanamke ambaye atakuwa katika pango la kinyang'anyi, pango la shida, yupo katika jangwa fulani kavu lenye ukame. Kwa nini yuko katika jangwa lenye ukame? Kwa sababu atakuwa yuko na mavitu moyoni mwake akiwekeza, akitamani kumwambia mtu lakini hana wa kumwambia. Tunaposoma maandiko matakatifu, ile Petro wa kwanza 3:7, maandiko matakatifu yanapata kutuambia namna hii. Inasema, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, na kama warithi pamoja na neema ya uzima, kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Anasema kadhalika nanyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Main point ambacho maandiko yanasema enyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, haikumaanisha kana kwamba mwanamke hana akili. Wengi wamelichukulia andiko hili na kumdhihaki mwanamke. Hata maandiko yamesema nyie wanawake hamna akili, inatakiwa tuishi na nyie kwa akili, usinivuruge kichwa. Stop kwanza. Nataka nikwambie alichomaanisha Mungu, kwa maana Mungu alijua kabisa mwanamke siku zote, mwanamke ili aweze kupona, mwanamke ili aweze kufunguliwa, moyo wake uweze kufurahi, anahitaji kuambiwa maneno mazuri, hasa pale ambapo tamaa yake ipo. Sasa tamaa ambapo ipo kwa huyu mwanamke ni kwako, kumbe anahitaji kusikia vitu vizuri kutoka kwako. My dear, unapomsikilizisha mke wako vitu vizuri sana, huyu mwanamke katika masikio yake kunaondoka vitu fulani ndani ya moyo wake, unakuta kunakuwa na amani, kunakuwa na furaha. Ndio maana maandiko yanasema enyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, kwa maana Mungu alijua ndani ya wanawake wengi sana wanapoweka tamaa juu ya mtu fulani watatamani kuambiwa maneno mazuri. Sasa wanaume wengi wanajua tamaa ya mwanamke ama mlango wa mwanamke ili aweze kufurahi, my dear, ni kumnunulia magari, ni kumnunulia sijui bajaji, kumjengea majumba. Nataka nikwambie siku zote mwanamke unaweza ukamfanyia kila kitu ukipendacho, ukamnunulia, ukamjengea, ukafanya hivi, lakini asiposikia vitu kutoka kwako, asipopata muda wako, my dear, ni sawasawa tu vile vitu ulikuwa unampa aende apeleke sehemu nyingine. Na hii ndio maana ukitaka kujua ninachosema, mwanamke yoyote atapoambiwa acha kazi, nataka nikuoe, basi atasikiliza ile sauti, ataacha kazi, atatulia kwenye ndoa yake. Kwa nini? Mlango wa mwanamke wa kupotea na mlango wa mwanamke wa kupokea ni kusikia. Anaposikia atafata matakwa ya kile anachosikia. Sasa wengi wamekuwa wakisikilizishwa milindimo ya kutishwa, wengi wamekuwa wakisikilizishwa milindimo radi za kuharibu mioyo yao, na hii ndio maana imesababisha wanawake wengi sana wamekuwa wako na vidonda vya tumbo. Ni kwa nini? Katika masikio yao wako wamejaziwa vitisho na wanatembea na hofu wakijikunyata.
hapa ndipo ambapo ninasema, sikiliza mwanamke, ninakwambia mjinga mpumbavu, wewe si unaweza wa kuongea, kwa sababu mwanaume siku zote unaweza ukiambiwa kitu ukakisikia na ukapuuza, lakini sio kwa mwanamke. Akiambiwa kitu, kile kitu kinaishi kwenye maisha yake. Sasa unapomwambia masauti mabaya ya kumtishia, kumbuka ndio mlango wake wa kupokea, ndio mlango wake wa kumharibu. Kwa hiyo una uwezo wa kuharibu mke wako kwa milindimo mibaya ambayo unamsikilizisha katika masikio yake. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, kuna saa nyingine usijifanye dikteta sana kutengeneza familia bora. Hebu mpe maneno mazuri mke wako. Mpe maneno. Anasema ninyi waume, kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili. Akili mojawapo, kamke kako kuna mambo kanapitia, my dear, kape sikio, kwa maana kanajua na kenyewe kama kalivyo kenyewe, ndivyo hata wewe ulivyo. Kape sikio pia na wewe, ukawe mtu kwenye masikio yake unakapa habari nzuri ya kukaaminisha. My dear, kanakuaga kanafurahi sana, kanaona oh Jesus, kumbe mimi napendwa, yani mume wangu ameniambia hivi. Lakini toka umeoa mke wako ulimwambiaga na kupenda kipindi ambapo unamtongoza. Ulipomalizaga na kutongoza, maisha yakakupiga mwanaume, hapo ndipo ambapo ukasawa hata kumwambia neno na kupenda. Hii leo yuko anaishi kwa shida, mashaka, mateso. Yaani ukiweza kumsikiliza mke wako tu, umeondoa ugomvi, umeondoa kiburi chake, umeondoa dharau yake, ukiweza kumsikiliza. Lakini ukishindwa kumsikiliza, my dear, unamjengea kiburi, unamjengea dharau, unamjengea kutokuwa mwaminifu kwenye maisha yako, na atakimbia nyumba. Kwa nini? Ataona hii nyumba si stahili, kwa sababu hasikilizwi. Wanaume wengi sana Mungu amewabariki upeo wa kujua hii kauli akiongea hivi atakuja kumaanisha hivi. Na hapo ndipo ambapo wanaume unakuta wakimkatisha mwanamke kuongea. Unakuta mwanamke ameanza kuongea, unajua mme wangu, unajua jana ilikuwa hivi. Sikiliza, haikuwa tata tunaanza kumjibu unamkatisha. No, muache aongee. Hii unafanya unamtibu moyo wake. Hii inafanya unamtibu aweze kufurahia uwepo wako, aweze kufurahia mahali alipo, aweze kufurahia hapa niko sehemu salama. Lakini wanawake wengi wamekuwa hawafurahii mahali ambapo wapo, ni kwa sababu moja, wameshindwa kuambiwa vitu vizuri na wameshindwa kusikiliza. Kumbe akili moja wapo anaposema enyi waume kaeni kwa akili, sio akili ya kumkwepa, no, moja wapo ili ni akili ya kumpa maneno mazuri. Nataka nikwambie, ndio maana hii mwanamke hata ukimkosea, kama ukajua kupanga maneno mazuri, maneno yenye nguvu, maneno yenye utashi, huyu mwanamke atakuelewa. Kumbe ukijua kupangilia maneno yako vizuri sana, ukajua kuweka vizuri sana, unakuwa unamtibu mke wako, unakuwa unamtibu my wife to be, unajua kumtibu your wife to be. Lakini una uwezo wa kumharibu mke wako, una uwezo wa kumharibu huyo your wife to be, ni kwa sababu ya kumsikilizisha milindimo mibaya. Tamaa ya mwanamke yoyote yule katika dunia hii ipo katika kusikia. Mwanamke anaposikia habari njema, anaposikia vitu vizuri, my dear, ni sawasawa, yani sijui kama umefanya nini, lakini nataka nikwambie, kumjengea nyumba, kufanya nini, unaweza ukafanya ukasema nikimnunulia magari, nikimnunulia hivi, mke wangu ataenjoy kwa muda fulani. Baada yake ataona vile vitu ni kero. Lile gari ambalo umenunulia ndilo ambalo litakuwa linampeleka kule anakosikilizwa, linampeleka kule ambako atakuwa anasikilizwa. Haleluya, ndio liko litakuwa linampeleka. Na hapo ndipo ambapo utakuta wanaume wengi sana wamekuja na kupaniki ya kwamba huyu mwanamke nimefanya kila kitu, yani nimemnunulia gari, nimemjengea nyumba, haijaishi hapo, nimemfungulia biashara, sijui kwa nini huyu mwanamke, yani sijui nifanye nini. No, unakosea. Tamaa yake haipo kama ya mwanaume kwenye magari, haipo kwenye majumba, haipo kwenye manini, ipo kwako. Alikosa muda na wewe. Laiti kama angepata muda na wewe, hata kama usingemnunulia gari, ungefanya huyu mtu atulie na kukaa katika nyumba yake. Nisikilize watu wa Mungu, kuna mambo mengine tutakesha tukiomba Mungu, raba sakata redededede, my dear, sio vya kuomba. Kuna vitu vingine, sikiliza mke wako, kuna mambo anayapitia ndani ya moyo wake, mengine yamekuwa ni kikwazo sana. Kuna mengine anatamani akae na wewe ashe hata kwa dakika 2 tu, lakini ni kwa sababu hujampa muda. Wewe kila muda uko busy, kila muda hujampatia muda. Hebu mpatie muda. Hii tunaisema ni kwa faida ya ndoa yako, tunaisema ni kwa faida ya kizazi chako.
yako. Tunaisema ni kwa faida ya familia yako. Maana mama anapokuwa na roho iliyofurahi, automatically mama atakana watoto kwa amani. Lakini umetengeneza asila ndani ya mke wako, mpaka mke wako akiangalia watoto wanaadhibiwa, wanapigwa makofi. Saa nyingine sio makosa yao kana kwamba wamekosea, hapana, ila ni kwa sababu mama moyo wake umesinyaa, umejikunyata. Mama muda wote kajiwenga ndani. Kwa nini? Hajapewa muda wa kusikilizwa. Unajua, mwanaume mwenye akili ni yule ambaye atatega sikio lake hivi mke wake aongee mpaka amalize. Kwa maana wanawake pia huamini vile ambavyo walivyo wao, kama ambavyo hupenda kusikia vitu vizuri. Wanaamini hata wanaume nao hupenda kusikia. Ni kitu kisichokuwa cha kweli. Na hii ndio maana wanaume sisi katika kumsikiliza mwanamke inakuaga kero. Kwa maana sio mlango wetu katika sisi kusikia. Huu ni mlango wa mwanamke. Kwa hiyo ili uweze kuwa na ndoa njema, ili uweze kuwa na ndoa yako iwe yenye baraka, my dear father, my dear brother, ili uweze kufanikiwa katika ndoa yako, tega masikio yako. Acha mke wako ongee. Unajua mme wangu, yani ilikuwa mwambie jamani, kweli mke wangu, jamani watu wabaya. Ndio, yani nakwambia hata yule mama Juma, nakwambia mme wangu ilikuwa hivi. Mwambie jamani watu wabaya, mke wangu ndo alikufanya hivyo. Ndio. Alafu unakafuta na machozi, unasema basi usilie jamani mke wangu, mbona mimi nakupenda. Unakajaza maneno. Oh Jesus, Roho Mtakatifu anashuka ndani ya hiyo ndoa. Kwa maana hiyo ndoa ndio yuko baba, yupo kichwa ambaye anajua kuongoza vizuri ndoa hiyo. Basi Roho Mtakatifu anashuka, anaingia kwenye moyo wa mwanamke, anaweka amani shwari. Unakuta kama mwanamke ukiondoka, kanakaa nyumbani kanatafakari, yani mume wangu alijua kunifariji, yani kako kanakuwaza. Moyo ukifunguka, unakuta automatically mwanaume milango inaanza kufunguka. Hapo ndipo ambapo unakuta baraka zinaanza kutokea, milango inaanza kufunguka, njia zinaanza kutokea. Unakuta mwanaume anafanikiwa. Kwa nini anafanikiwa? Kuna moyo uliofurahi. Ulimwengu wa baraka upo katika moyo uliofurahi. Maandiko matakatifu yanasema apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali machoni pa Bwana. Sasa ili kibali kiweze kupatikana machoni pa Bwana, si kupata mke tu, ni kumfurahisha yule mke ambaye umempata. Moyo wake ukifurahi, automatically anakuwa na amani. My dear, neno la mwanamke akisema huwa linatokea. Sasa wengi, kuna milango ya kazi imefungwa, kuna milango ya kubarikiwa wanaume imefungwa. Ni kwa nini? Ni kwa sababu hawajafurahisha mioyo ya wake zao. Na shetani ndipo alipotupiga. Tuko bize kufurahisha michepuko, tuko bize kufurahisha makahaba, tuko bize kufurahisha watu ambao hatuwezi kubarikiwa. Nataka nikwambie, mrudie mke wako. Ukimrudia mke wako, mpe maneno mazuri. Sio kana kwamba umelogwa, sio kana kwamba wewe haustahili. Mrudie mke wako, nenda kampe maneno mazuri. Alafu licha kumpa maneno mazuri, tenga muda wa kuwa naye. Tenga tu muda wa kukaa naye. Yani hata kama ataongea sana, ndio tiba yake, sio maombi. Leo ukienda makanisani utakutana na wanawake hivi, sio kana kwamba wameenda pale kanisani ni kwa sababu tu wameenda kukaa. Hapana, wanawake wako na majonzi. Saa nyingine unakuta wako wanatembea na misisimuko, wanajua Roho Mtakatifu. Kumbe hapana, sio Roho Mtakatifu, ni mashida yapo ndani yao. Mioyo imeugua, kwa hiyo wamejazana makanisani. Wakisikia kuomba wanaomba, wanalia. Sasa unasema hao wanalia nini? Wengine wanalia matatizo, hawana pa kusemea. Na hapo ndipo unakuta mchungaji naye amefungwa, hasikilizi. Nao wako wanaombaga tu, wanaomba. Wakirudi nyumbani matatizo, kila inapoenda wanakuwa wanakondeana. Na ndio maana ukifuatilia sana, asilimia kubwa ya watu ambao wamefilisika kupitia makanisa ni wanawake. Kwa maana waliamini ndipo wanapoenda kupata amani. Na walipoambiwa kalete sijui milioni ngapi, kalete sijui nani, wanaenda wanakusanya wanapeleka. Kwa nini? Wanajua hapa ndipo ambapo tutapata amani. Lakini si kana kwamba walienda kupata amani, lakini ndio matatizo yakazidi tena. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Kuokoa mwanamke ni kumsikiliza. Msikilize tu. Sasa mwanaume siku zote inatakiwa awe na sehemu kuu tatu kwa mke wake, asimame katika nafasi tatu. Huyu ni mwanaume mwenye hekima na mwanaume ambaye anajua anaipeleka wapi familia yake. Basi atasimama katika sehemu kuu tatu. Nafasi ya kwanza atasimama kama mume. Amen. Nafasi ya pili atasimama kama baba ama kaka wa huyo mke wake. Nafasi ya tatu atasimama kama rafiki. Basi kuna mambo mengine yanatakiwa kusolviwa kirafiki, ambapo katika urafiki ndipo ambapo unaweza ukatumia nguvu ya kuweza
kumsikiliza mke wako chochote kile ambacho ataongea. Hata ujinga utaweza kumsikiliza, kwa sababu utakuwa unatengeneza urafiki wa kujua mke wako nini anapitia, wa kujua nini anafanya, nini hichi, nini hiki. Utapata kujua utapofanya awe rafiki yako, na utapata kujua mengi sana yanayomsibu mpaka ajisikie mnyonge, mengi yanayomsibu ajisikie hana amani, mengi yanayomsibu ajisikie vibaya. Ukifanya kama rafiki, atakuwa ni mwepesi wa kuja kukushirikisha na kukwambia. Nafasi ya pili nikakwambia uwe kama baba yake ama kaka yake. Sasa siku zote wanaume unakutaga umemzidi mke wako miaka, kwa tayari unakuaga kama kaka, na hata kama mwanamke akakuzidi bado mwanaume tu ni kaka. Ndio maana hii unakuta wa kwanza anakuaga ni mwanamke kwenye familia, wa pili ni mwanamke, wa tatu ni mwanaume. Lakini huyu mwanaume akikua bado atachukua nafasi kama kaka katika familia. Kumbe kuna nafasi nyingine unasimama kama kaka. Sasa hakuna kaka ambaye huwa anapenda mdogo wake apotee. Hakuna. Kaka siku zote atasimama kama mshauri. Kaka siku zote atasimama kama mdogo wangu, hapa unakosea, atasimama kwa upendo. Kumbe sasa nafasi ya kwanza inasimama kama mume, hii ya tatu kama mume. Sasa mume ni yule sasa ambaye ndio majukumu ya ndoa sasa pale, ya kitandani, majukumu ya wapi, majukumu ya wapo. Alafu ile ya baba ni director, kichwa, dira, anaongoza. Ndoa yangu wapi iende, familia wangu ya wapi iende, ile nini ifanye nini. Huyu ni baba. Sasa ukiona familia yoyote imefeli, basi elewa baba amesimama katika sehemu moja, mwanaume amesimama katika sehemu moja, na sehemu aliyosimama mwanaume, mimi ni mwanaume katika nyumba hii, amevimba hivi. Hii ndoa haiwezi kafika popote, kwa sababu anayeongoza ni kipofu. Haiwezi kafika popote. Kwa nini haiwezi kafika popote? Na hii ndoa haihitaji maombi. Hii ndoa inahitaji huyu mwanaume afunguliwe. Huyu mwanaume lazima afunguliwe, ajitambue ni nani, asimame katika hizo nafasi. Na hii ndoa yoyote anayesema mimi ni mwanaume sipangiwi chochote humu ndani, my dear, hii kweli ndoa ni gurudumu. Hii ndoa ni viatu vya matairi, itatembea kimpindo mpindo mpaka ieleweke. Mimi sipangiwagi chochote, na hata maandiko yanasema ya kwamba, nisikilize vizuri, mwanaume ni kichwa, kama kichwa sipangiwi na chochote. Haina maana hiyo. Kuwa kichwa ni kuwa mtawala bora. Kuwa kichwa ni kuwa kiongozi bora, na kiongozi bora ni yule anayesikiliza watu wake nini ambacho anasema. Sasa kumbe baba kichwa siku zote ni yule anayesikiliza mke wake, kwa maana ndiyo mtawala wake. Kwa maana ndiye anayemtawala, anasikiliza watoto wake. Amen. Anasikiliza. Huyu ndio tunasema leader, ama ndio kiongozi bora. Lakini wengi waliosimama mimi ni mwanaume ni wale ambao wewe mwanamke unaongea sana, wewe unafanya hivi. No, tiba ya mwanamke ili moyo wake uwe sawa ni vile anavyoongea. Sasa kumbe mlango namba 2 wa kuweza mwanamke kuinuka, wa kuweza mwanamke kushuka. Je, ni nini anasikia katika masikio yake? Je, anasikia sauti za vitisho? Je, anasikia sauti za kumbariki? Sasa ukiwa ni miongoni mwa watu ambao unaongea vitisho sana kwa mke wako, my dear, una 100% za kumpoteza. Mimi ni kichwa, sipangiwi chochote, wewe mwanamke toka hapa. Jesus. Huyu ni mwanaume asiyojitambua, bongolala kabisa. Lakini ukikuta mwanaume anayejitambua, anasimama katika nafasi kuu 3 juu ya mke wake. Atasimama kama rafiki, atasimama kama kaka, atasimama kama mume. Kwa nini atasimama kama rafiki? Akisimama kama rafiki, basi atakuwa akipenda kumsikiliza mke wake, kushare mambo na mke wake, wakiishi kwa utani. Unajua utani, vitu vidogo vidogo ndio huwa vinatengeneza upendo kuwa mkubwa. Kwa hiyo akisimama kama rafiki, mwanamke hataogopa kumshirikisha mume wake kitu. Ataenda, mume wangu, unajua kuna hili baba, afu kuna hili. Basi mume wake, hapana jamani, mke wangu haiko hivi, basi kuna hivi na hivi. Kwa sababu huyu mwanaume anajua tamaa ya mwanamke ipo katika kusikia. Na kama ipo katika kusikia, wacha niishi naye kirafiki, ili mambo madogo madogo ni yasovu kirafiki. Alafu nafasi hii ya pili nimekuambia atakuwa kama kaka. Akiwa kama kaka, basi hakuna kaka ambaye anapenda mdogo wake apotee. Kaka bora ni yule ambaye atapigania wadogo zake. Huyu kaka bora. Kwa nini nikamweka mwanaume katika nafasi ya kuwa kaka? Kwa sababu siku zote unaweza ukazaliwa wa kwanza akawa ni mwanamke, wa
pili akawa ni mwanamke, wa tatu akawa ni mwanaume. Basi huyu mwanaume atakuja kuchukua nafasi ya ukaka, haijalishi mwanamke ni mkubwa ama ni mdogo. Baadaye utasema ngoja tusikilize kaka anasema nini. Kumbe mwanaume inabidi asimame katika ndoa pia nafasi ya kuwa kaka. Ako kamke kako si umekaacha miaka mingi, hata kama hujakaacha kwenu wewe si ni kaka, huyo amekuzidi miaka mitatu, bado utasimama kama ni kaka. Nafasi namba 3 nikakwambia inabidi usimame kama mume. Sasa mume bora ni yule ambaye anasimama kama baba pia, anajua wapi anapeleka familia yake. Sasa wanaume wengi waliofungwa ni wale ambao hawataki kusikiliza wake zao. Nataka nikwambie, mlango wa kusikia kwa mwanamke una uwezo wa kumpandisha, una uwezo wa kumshusha. Mwanaume siku zote ambaye hana akili ni yule aliyoshindwa kuishi na mke wake vyema. Ukishindwa kuishi na mwanamke huna akili. Mimi sina akili. Ndio, huna akili. Maandiko yanasema kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima. Come on. Unajua, anasema kaeni na wake zenu kwa akili. Si kana kwamba mwanamke hana akili, mwanamke yuko na akili. Lakini Mungu maandiko yanaposema kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa akili, akili mojawapo ni kumsikiliza mke wako. Unajua wanaume wengi sana tunaamini vile ambavyo sisi hatupendi kusikia mambo mengi yakitubuguzi, yakitutifua nafsi, tunaamini ndivyo na wanawake walivyo. Lakini mlango wa mwanamke wa kupokea na mlango wa mwanamke wa kuharibika ni kusikia. Na hii ndio maana unaposhindwa kumsikilizisha mke wako maneno mazuri na kupenda, wewe ni wangu, amini ya kwamba mke wangu haya yatapita, njoo mamangu, lala kifuani hapa jamani, usilie hivyo, sawa mama, kanalialia, alafu baadaye unakuta kamecheka. Maidia kakicheka, unakapeleka kitandani, unakapa na alafu unakuwa umemaliza. Unakuta mwanamke moyo wake unakuwa sawa, unakuwa umemsaidia kumtibu. Lakini leo wamejazana wanawake makanisani elfu na malukuki. Maidia hawana amani ya moyo, wanatembea kwa misisimko ya kwamba huenda tutapata nafuu, tutapata nafuu kwa tuendako, lakini si kana kwamba walipata nafuu. Subiria mlango namba 3. Barikiwa na Mungu akubariki.